Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. I'm so happy. I just want to welcome you to our live stream for the latest update. And I just want to thank you so much for being cooperative, being supportive. Now we are here today. So, if you're seeing me for the very first time, I'm an ex-housemate of Saudi Arabia. Mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Today nimeamua kuvaa baya yangu. Nikivaa hii abaya ninasikia ninapatia watu wanaitwa Team Strong nguvu. Nawaambia there is no situation which is permanent. Ninafurahia, ninasherehekea because one of us has been rescued, na ilikuwa kwa situation nyingine yenye hakuna mtu alikuwa anaelewa kama itawahi happen. So yesterday nilikuwa na share story ya msichana mwingine mwenye waititu wake Waiguru alienda na watoto akamwacha kwa nyumba na bwana yake. So bwana yake akakuja akamchukua. Wakaenda akamchukua ushago, wakaanza kuishi na yeye akimfanyia kazi. So msichana alikuwa amefanya kazi miezi 3 bila malipo. Na huyu mwanaume ameanza kumtumia vibaya, kumabuse sexually. So hakuwa na namna, yeye alini reach out tu kama kawaida, kama vile mtu anaweza taka tu advice, ana msaada, lakini hakuwa anajua atapata aje msaada. Kama unaona hapo nimeandika power of contract form. So wakati alikuja akanieleza, akaniambia yeye hana kitu chochote. Bosi wake aliendanga na contract form yake, hana passport, hana chochote, alikuwa tu na simu, hana namba ya madamu wake, hana kitu chochote. So alikuwa ananiambia tu nijaribu vile nitaweza ili niweze kumsaidia. So mimi nikakuja nikaongea tu kwa show, nikaongea. Sasa after nimemaliza show akaniambia like mama, hata niliwatch hiyo show. But sasa nimeongea na beshte yangu, amenitumia contract form. Nikasikia tu at least nikasikia kuna hope. So akanitumia contract form. So kunitumia contract form, nikaona namba ya juu contract form zinafanana. Na kwanza this is the right way, naweza ambia watu contract form zinafanana all over. Yani kulingana na ile kampuni imekupeleka, namba ibadiliki. So namba ya contract form inakuanga hapo kwa ya namba ya ofisi, na namba ya ofisi ya Saudi Arabia, namba ya ofisi ya Kenya kama unatoka Kenya, kama unatoka Uganda, kama unatoka Tanzania. Hiyo namba inakuanga kwa page mahali kuna jina lako. So kuna msichana alikuwa na roho safi, akatumia huyo msichana contract form mwenye walisafiri na yeye. So akanitumia tu, akaniforwardia, akaniambia like mama, hii ndio ofisi ilinipeleka. So for the first time I want to appreciate an agent, yani from my heart. Ile yenye unaona tu huyu amejaribu. Kuna agents bana, kuna agents wenye wako human kabisa. So nilipewa namba, nika contact hiyo madam ya hiyo ofisi tu, nikamwandikia tu message, nikamwambia kuna msichana wako kuna hii shida na tujui vile tunaweza msaidia. Boss wake walikosana, bibi akamwacha na mzee amemchukua ushago. So amemfanyia kazi 3 months. Vile nilikuwa nimewaeleza tu, na hajamlipa na ameanza kumtumia vibaya. Kama anamrape, yani anamfanyia vituko zenye indecent acts. So madam akasema wow. So ikabidi nikamshare na yeye link yenye nilikuwa nimefanya hiyo show. Kaniambia uko sure na kitu unaongea? Nikamwambia I'm very sure. So akaniambia I'm going to make sure msichana amepata msaada. So kitu alifanya, akatafuta ofisi yake because nilikuwa na ofisi zote mbili. So aliniambia the only thing anaenda kufanya, because hiki kitu tutashirikiana na wewe, nataka nikupatie namba ya huyu boss. So ikabidi akanitumia, akaingia kwa system yake, akanitumia contract mzima sasa ya huyu msichana, this particular lady mwenye alikuwa na shida. So agent akaniambia what I'll do, tutashirikiana na wewe tuokoe huyu msichana. Akanitumia hiyo form yote sasa, hiyo contract form. Ujue tumetumia ya mtu mwingine kupata ofisi. Asa madam alifunguka roho akasema nitakutumia.
nitakutumia contract form ya huyu msichana upate namba ya tajiri wake. Juu aliniambia for us we are not allowed to speak with bosses. Akanipea tu hiyo namba. Nikachukua hiyo form, nikatoa namba, nika contact hiyo madam. Na huyu madam wa Kenya, huyu agent pia akacontact ofisi ya Saudi Arabia. Sasa ofisi ya Saudi Arabia wakaita ule mama. Wakamwambia akuje mpaka kwa ofisi, ni emergency, na akuje na passport ya huyu msichana because walikuwa najua yeye ndiye ameweka. So huyu mama alikuja kweli. Alienda hadi kwa ofisi, ilikuwa late. So vile alifika kwa ofisi, akaulizwa msichana ako wapi. Akasema yeye hajui. Alimwacha nyumbani, lakini wakati alirudi huko hakumpata tena. So hajui alienda wapi, na this is the first time alikuwa anamwacha. Yeye alikuwa anamwachanga akirudi anampata. But this time hakumpata. So wakaita polisi. Wakaenda polisi, mama na staff mmoja kutoka kwa hiyo ofisi. So huyo mama akaambiwa aonyeshane penye bwana yake anakaa ushago. Lakini huyo msichana alikuwa ameshare pia location. So lakini huyu bibi alikuwa anajua huko hiyo ni nyumba yao nyingine iko ushago. So wakaandamana na polisi na staff wa ofisi, wakaenda hadi kwa ile nyumba, wakaenda hadi huko ushago. By 11 ilikuwa around inaelekea midnight, wakafika huko, wakapata huyo msichana kwa hapo, huyo mzee kwa hapo. Juu huyo mzee alikuwa anampea threats na hakuwa anajua kama huyu kuna mtu anaweza mtrace. So yeye hakuwa anaonyesha kama anatafuta msaada, hakuwa anaonyesha vile ule mzee alikuwa anamuona, hakuwa anamuonyesha kama anatafuta msaada. So huyo mzee sasa akaulizwa, for how long has she worked for you? Akasema 3 months. Have you paid her? Akasema kawaida, I'm not her sponsor. Then why are you with her if you're not her sponsor? So akaambiwa amulipe hiyo pesa kwanza ya miezi 3 na amkatie ticket saa hiyo kama hakuwa anataka kesi yoyote. So akaambiwa either amwe kwenda kurecord statement ama amulipie ticket. And that is exactly what he did. Alimulipa pesa yake ya miezi 3, akamkatia ticket, na huyo msichana vile alielekea kwa ofisi, walimtoa kwa ofisi direct airport. Tukiongea saizi, nimeongea na yeye karibu 1 hour ago, akaniambia ako Ethiopia. Alikuja na Ethiopian Airlines, ako Ethiopia. Before 3 atakuwa Kenya. Na hiyo nikasikia tu I'm just celebrating. I feel so happy because sometimes unaweza ona tu kitu uone maybe ni impossible, but sometimes I just want to tell people like the contract form is so powerful. Contract form is so powerful. Ukiwa na hiyo contract form, please make sure at least uko na copy yako. Mali utaona jina lako. That is what I told you yesterday. And I just want to thank that friend of hers mwenye aliamua kushare contract, because kuna wengine wanaweza kukataa hata kushare wakisikia uko kwa shida. Maybe mtu anasema mimi ukipeana usiseme mimi ndio nimekupatia. Sisi hata ukitupea information hatutasema wewe ndio umetupea, so long as we use the information to save a life. That is what I'm saying. So guys, I just want to thank you so much. At least nilikuwa napitia tu comment nasema maybe kuna mtu akona msaada. Hata ule agent vile aliwatch ile video nilimtumia link akasema hapana, this is serious. Na imagine ilikuwa serious hivyo. So lakini huyu msichana saizi leo atafika nyumbani. Before 3 atakuwa Kenya. Before 3 PM atakuwa Kenya. And I'm just humbled. This is God's work. Saa zingine Mungu anaweza kukutumia tu. But I thank God that it worked out and she's at home. So wale wenye walikuwa worried like ameenda wapi, atasaidika aje? She has been rescued vizuri sana. And I want to tell people, watu wenye wanaweza kurescue ni watu wenye wako ofisi yako ilikuwa involved, ndio wanaweza kukusaidia. Hata mtu wa embassy haizi kuja mpaka penye unafanya kazi. Only boss na ofisi ndio watakuwa na hiyo connection ya kuja kutafuta. So siku nyingine pia usidanganye mtu anasema natoka embassy kukuja kuchukua kwa boss direct. Impossible.
So watu waanze kulani vile wanaweza kupata msaada. Ile ofisi yako ndio itakushughulikia. Ofisi yako ndio itakushughulikia na bosi wako. So huyu msichana ilimkalia rahisi kwa sababu ofisi waliingilia, ule madamu wake aliingilia pia, wakaenda kutafuta huyo mzee. So lazima kuwe kuko na connection kati yao watu watatu, hizi agencies. Agency yako yenye ilikutoa kwa country yako, agency ya ile country yenye uko, na mabosses if they are cooperative. So huyo ndio Waiguru pia niliona. Huyo Waiguru ingawa aliacha huyo msichana ameteseka hiyo miezi 3, lakini at least she also acted in a human way. Alikuwa human kidogo. Kuleta hiyo passport, hakutaka story mingi, akasema wacha huyo msichana sasa aende kwao na amani. So guys, I just want you to help me welcome our sister back home. Na anajua she will be watching this video. Mungu anakupenda na sisi tunakupenda. Sisi hatuangaliange mtu anatoka wapi, but kama mtu alikuwa na shida na amesaidika, we just thank God for that. So guys, I just want to thank you for watching. I'll keep updating you in case nikipata mshene nitakuja bado, but this one ilikuwa inanipush like let me share with the Luck Mom family. I know there's some people who are worried like ule mama alipata msaada. Yes, she got rescued and she's arriving home today.